Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji, nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozile. Katika taarifa zetu za habari, tuanzie na habari za katika mji wa Uvira. Ni kwamba Notable Andre Bedunia Mashaka, mmoja kati ya malida wa mkoa huu wa Kivu Kusini, ameomba kwa mashirika ya kihutu pamoja na serikali kuu ya Kinshasa kufikiria kwa uzito raia wahanga wa vitendo mbalimbali vya ukatili vilivyoendeshwa nao waasi wa M23 katika sehemu mbalimbali vya tarafa la Uvira. Mwito huo wa tahadhari wa kiutu, aiza alerte humanitaire kwa Kifaransa, ameutoa baada ya uchunguzi wa kina walioendesha na hivyo kurekodi visa vingi vya ukatili vikiwemo ubakaji, uporaji wa vitu na mifugo na pia mauaji ya raia wasio na hatia katika maeneo ya Uvira. Kwa mujibu wake, Andre Bedunia Mashaka amesema kuwa hali ya kihutu ya raia eneo hizo za nyanja za juu ni tete zaidi, ambazo zinaomba uangalifu mkubwa wa kipekee kwa serikali na mashirika ya kihutu. Andre Bedunia Mashaka aeleza yafuatayo. Ndio, wakati M23 ilifanya sejour yake mteritori ya Uvira, ilifanya maexaction, ma violation ya droit de l'homme ya mingi sana, na waza acteur ya défense ya droit de l'homme kama mimi na maorganisation, kila batu yuko nafanya mapledoyer yabo na suivi monitoring, kuangalia ni nini kilifanyika na biote bitakuwa rapporté au moment opportun. Lakini ninataka kugusia tu situation ya tariki 7 ya mwezi wa 5 hii tunakuwa nayo. Mu village ya Mubere, Kalengera, mu village ya Kihinga na mu village ya Mulenge. Mu groupement ya Kigoma msheferia Bafuliro. Balifanya mambo ya ajabu. Ile tariki 7 waliamuka asubuhi wakaingia mu village na hizo village zote na kuanza kupiga masasi. Il est vrai ke wazalendo walikuwa kwenye hivyo vijiji, kwa sababu wazalendo ni watoto wa nyumbani ambao walikubali kukamata silaha kuchunga wa raia na kuchunga mali ya raia na udongo wao, kwa sababu tunajua sote kwamba M23 ni wavamizi ambao wanatafuta kuigawa Kongo. Na waliingia kwenye hivyo vijiji asubuhi na 5h, saa 11 asubuhi walianza kupiga masasi. Mama alikuwa akiamuka na mtoto na kuanza kutafuta njia kwenda ukimbilia swate quelque part ajifiche. Wababa hivyo hivyo, vijana hivyo hivyo, watoto, kila mtu kimbia nafasi yake. Bila inajipresente telke tulipoteza watu 3 na wengine mpaka leo hatujajua bado hawajaonekana. Bila definitif itatoka après. Mwa hizo ma village balipeleka plus ya 1250 chèvres, plus ya 1215 ya mbuzi. Walipeleka ngombe plus ya 2100 ya ngombe mwa hizo village. Kuku hatuwezi weza kuzihesabia, kwa sababu kuku walikuwa wanakamata, wanakunja shingo, wanainyonga, wanaitia kwenye mifuko yao, wanapeleka. Na hizo vitu vyote ambavyo vimepelekwa vimeshushwa bondeni ya mto Ruzizi. Mwishowe, Andre Bedunia Mashaka ameongeza kuwa kuna maeneo ambazo wananchi wahanga hawana hata eneo ya matibabu ya aina yoyote. Hivyo ni baada ya vituo vya afya kuporwa pia, kama alivyorejea mara tena Andre Bedunia. Inawezekana walijua tayari kwamba wataondoka Uvira na walianza deja kufanya ile maexaction, ma violation ya droit de l'homme. Walipie meme centre de santé, ça c'est très grave. Walifika mu centre de santé ya Mubere, walipeleka kila kitu. Waliacha tu ni pavement na manjanja, lakini walipanda juu ya manjanja wakapeleka hata pano solaire. Walikutana frigo ambayo inachunga mavaccine na mambo mengine kwa ile centre de santé, waliacha wanaipasua wakaondoka. Watu wamekufa kama gisi umesikia, watu wamepata masasi kama gisi umesikia. Kwa leo hatuwezi kupata nafasi ambako wale watu watatunzwa. Ndio maana ninakuja na plaidoyer kwa organisation internationale kule kote ambako watu wameachwa na vidonda vya ndani. Watu wiko na besoin ya thérapie psychiatrique. Watu wiko na besoin leo kama bangepata madawa, hata chakula kwa kuwasulaje kidogo kidogo, kwa sababu manyumba yote ilienda. Haiko tu ile ma village, mimi nasema Plaine de la Ruzizi yote, kuanzia Kabunambo mpaka Gisu utafika upande wa Katogota na kwenda kwenye milima. Watu wote wako na besoin ya kupata msaada kidogo, ingawaje kutoka kwa wafadhili na kutoka kwa serikali ya Kinshasa. Ndio maana mimi kama lanceur d'alerte, mimi kama notable wa Uvira wa Sud Kivu, ninaleta hii alerte kwa maorganisation internationale. Msijiborne tu muvile ya Uvira na vile ya Baraka, muangalie vijiji vyote ambako M23 imetoka,
watu wako na besoin ya therapie, watu wako na besoin ya assistance holistique yenye tawasaidia kuangalia namna gani wanaweza kutunza vidonda vyao vya ndani na hata kujireleve economiquement. Mtakuwa mmewasaidia kama mnaweza kufanya ile hatua, kwa sababu si tu kwa ma organisation internationale, ma organisation nationale et locale, hapana, pia kwa serikali ya Kongo ambayo tunaifelicite kwa hii diplomasia ambayo rais ameifanya kwa kufikia hawa watu kutoka kwenye haya maeneo, na tunasubiri watoke kwenye maeneo mengine, kwa sababu uvamizi hatuna nao besoin, tuko na besoin ya kuishi kwa amani. Waache watu waleye, waache watu wazae, waache watoto wasome na kila mtu afanye kazi zake. Tujielekeze kule katika jimbo la Kivu Kaskazini pa Walikale. Ni kwamba zaidi ya watu 10 wamefariki kwa ghafla baada ya kuangukiwa na kifusi cha udongo katika migodi ya uchimbaji madini. Kwa jambo hilo, shirika la raia ya Mesko tarafani Walikale latoa mkono wa pole kwa familia zilizopoteza ndugu zao wiki tunayo. Taarifa tunazo zataja kuwa yote yametokea pale ambapo watu hao pamoja na wengine walikuwa katika shughuli zao, bila kutazamia wamejikuta kuangukiwa na kifusi cha udongo, kama alivyohakikisha habari hii ya majonzi Bwana Ombeni Furaha Faustin, mratibu wa shirika la raia Mesko tarafani Walikale. Siku ya tatu tariki 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, mporomoko ya mlima uliangukia watu 12 na wakafariki hapo hapo. Miongoni mwao mmoja ndiye alipata kuondoka katika udongo, alikuwa amekwisha fariki tayari. Wawili walipata majeraha na hawa wanatunzwa kunako hospitali ya reference hapo Kibua. Najulisha ya kwamba tukio hii ilifanyika ni ndani ya mtaa wa Walikale, sekta ya Wanyanga, mnamo groupement Luberike, ndani ya mji Mungazi. Kupitia hali mbovu ambayo iliyokumba familia hizi, sisi shirika la raia MSECO tunatoa mkono wa pole kwa ndugu hawa ambao walioachwa na ndugu zao. Vile vile tunaalika guvernema yetu ya Kongo kuwa makini sana na kufanya mbinu yote ili kwamba tukio hii isije kaendelee kurudi, sababu tutakumbusha kwamba yamekuwa mara ya pili tukio hii imefanyika ndani ya grupema hii, mporomoko wa mlima kuendelea kusuka na kuwaua watu. Na tunapofanya uchunguzi, bwana journalist, inaonekana ya kwamba kuna watu ambao wako wanafanya uchimbaji wa madini haramu, na hii imekuwa chanzilishi ya milima kwenda kuporomoka, sababu wamefanya kazi haya kinyume ya shurti za serikali na wamekuwa ni kama vile wachimbaji wa madini haramu, na kwa hiyo inakuwa imeleta matatizo makubwa kama matokeo ya vifo ambavyo vimeendelea kuripotiwa. Kwa hiyo tunaalika watu wenye moyo mwema kuwajia msaada wa ndugu hawa ambao wamebaki bila familia na bila matumaini tena ya maisha. Na tujielekeze kule katika tarafa la Shabunda jimboni Kivu Kusini. Ni kwamba watu 3 wamejeruhiwa vikali, miongoni mwao 2 wakiwa wazalendo ambao walifyaturiana risasi wao kwa wao wakati walipokuwa na bishana juu ya aina ya dawa ya risasi iliyodaiwa kuwa special siku ya 4 ya wiki tunayo tarafani Shabunda jimboni Kivu ya Kusini. Duru tunazo zinasema kwamba vitendo vya unyanyasaji vinaendelea kuibuka na kasi katika eneo mbalimbali za tarafa la Shabunda. Kisa cha hivi karibuni ni cha kijana mmoja mfanyabiashara aliyepigwa risasi naye askari jeshi mmoja wa taifa FARDC, kama alivyoeleza hapa Izake, kiongozi wa shirika la raia tarafani Shabunda. Ndio, ni kweli kuko mkaaji mmoja mwenye alipigiwa masase na mwanajeshi wetu wa Kongo kusite minie Kisanga. Ilikuwa tu mzozano kidogo, na inawezekana jeshi alikuwa amekunya pombe ndio akapiga huyo kijana masase, na huyo kijana akapata mablessure grave na ndio kwa internet hospital general de reference hapa kwetu pa Shabunda. Pale tuko mu groupement Bangoma Shufria Bakisi. Mu groupement pia ya Bamuguba Nord Nyambembe kulikuwa vijana 2 wazalendo wa general autoproclamé Kasosoli wenye walikuwa wanafanya discussion yabo juu ya kupima madawa yabo,
Njolo mmoja akaanta silaha yake akampiga mzake kwa miguu na akaweza kuumia vikali. Njoo huyo ule mzalendo anakuwa kwa hospitali. Kamanda wao pia akaruhusu ule mwenye aliweza kupimia masasi kwa mzake naye akampiga ina anakuwa kwa hospitali. Na kwa situation mbili zenye tunakuwa nazo kwa leo hapa kwa mtaa wa Shabunda. Tujielekeze kule katika tarafa la Fizi. Ni kwamba maeneo ya Lulimba, kikao kikuu cha vijana ndani ya grupumenti ya Basikasilu kimefanyika siku ya 3 ya wiki tunayo pa Lulimba, sekta ya Nganja, kwa malengo ya kuboresha usalama na maendeleo ndani ya grupumenti hiyo. Amisi Matongo Christophe ni kiongozi wa vijana ndani ya grupumenti ya Basikasilu, anaeleza mengi kuhusu kikao hicho. Ndio tulikuwa na ensemble generale ya vijana hapa, na hiyo ensemble ilikuwa na mambo matatu ya muhimu zaidi. Jambo la kwanza lilikuwa kutambulisha umati makazi ambao wa jeunesse imefanya tangu wachaguliwe. Jambo la pili lilikuwa kuresitiwe forum ambayo ilifanyika Lubonja na mkuu wa seta Nganja, na neno ya tatu ilikuwa kuambia watu kuhusu societe leda mining, kwa vijana wajue leda mining imekuja na nini itafanyika na wako watu gani. Na pia kulikuwa na divere, tukaruhusu vijana kuuliza maswali na wakauliza kabisa jinsi walikuwa napenda na wakapata majibu. Ni jambo ambalo vijana kwanza wamefurahia sana. Wamesema ni mara ya kwanza kuona tunakutana, na wakapana mapendekezo ya kusema wanaweza furahia hali kama hiyo, kukutana na kuchangia mawazo namna gani ya kuendelesha mji iendelee, isiishie tu hiyo siku. Hapana, wanaitaka ikuwa nafanyika mara kwa mara, hata kwa mwezi mara moja ni sawa, ili kujadili kuona nini ya kufanya na nini ya kuacha. Vijana walionyesha sura ya furaha kabisa. Groupement yetu itakuwa inaendelea vizuri. Tulifikia pia kugusia mambo ya usalama. Mji wa Lulimba wakati uliopita tulikuwa tunaoita Suisse. Maana ni sehemu ambapo watu walikuwa wanalala mlango wazi bila kugusa hata na mtu hata mmoja, na hautapoteza hata kitu kimoja. Siku zinapita hapo kuingia pepo ya wizi, kuporwa na mabunduki ndani, kuporwa na visu, ikakuwa inasumbua sana mji. Sasa tukaomba wakuu viongozi wanaohusika na usalama wachunguze hilo jambo na kutuhakikishia kama usalama umepita, kwa sababu tuko na wapata wafadhili wanahitaji amani. Kama wafadhili wanafika na tunasikia mambo ya usalama inaanza kuwa ni tete, inaweza leta hofu kwa wafadhili, na wakuu viongozi wakatuajia kama usalama utafanyika na yale mambo yote itarekebishwa, usalama utakuwa kama vile kisi ilikuwa mbele bila wasiwasi. Upande mwingine, alipoulizwa mradi gani ambao wameuweka mezani hivi karibuni, Amisi Matongo Christophe aeleza yafuatayo. Kuko projet ambao tunaandaa kufanya. Kuna ujenzi wa salle polyvalente ambao tunaandaa kwa sasa, namna gani wa vijana watapata hilo jengo na watakuwa nakutana humo. Ni kazi ambayo imeanza, haijafikia kupata mwafaka, lakini sensibilisation zinaendelea na tuone namna gani tutajenga hiyo project. Vijana wanasema vizuri tujitolee sisi wote, hiyo nyumba isimame na watu waangalie namna gani watakuwa najielekeza kufanya mavikao humo. Kuna project zingine tumepanga hapo ya ujenzi wa stadi yetu ya Lulimba. Tutachangia mawazo pamoja na vijana tuone namna gani ya kufanya ili na sisi tu kama wengine. Mpira umechezwa Lulimba, hakuna mchango ambao nawapatia matimu ili timu ziendelee, na ndio maana inatuma hata wachezaji kiwango kimeshuka kwa sababu wanacheza mpira bila kulipwa au bila kupawa sabuni yoyote. Tukaona kama ni jambo la mzuri kubakia fasi moja, tuone nini tutafanya ili tujenge uwanja wetu, tuanze pata angalau kadogo na kusaidia matimu ya mji wa Lulimba. Vile kuna kazi zingine ambazo tunapanga kuzifanya ambao vijana walisema labda tokea tangaza. Sasa tutakuwa tushatimiza yale ambayo tunapanga, kwa sababu ni vizuri tuifanyie kazi na tupate hali nzuri ya kuonyesha kama hii kazi imefanyika na iko na lengo fulani. Tumalizie na habari tu hizo za tarafa la Fizi. Ni kwamba mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa, Mheshimiwa Msenyibwa Pele Janvier, ametoa swali kwa waziri au sikaye na maswala ya kutoa ufafanuzi kwa nini umeme wa Force Bendera hausaidii raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka na kusaidia maeneo mengine. Swali hilo amelitoa siku ya 3 ya wiki tunayo kwenye kikao cha bunge. Tumsikilize hapa Msenyibwa Pele Janvier akiibua swali hilo bungeni kwa lugha
la Kiswahili. Mheshimiwa Mkuu Spika wa wanabunge, nashukuru sana kwa kutupatia kauli tuzungumze katika lugha tukufu la Kiswahili. Nilitamani kuongelea mambo inayohusu umeme Fizi. Kule Fizi najua kuna mwanabunge ambaye amekuja ongelea mambo kama haya. Kuna barrage ambao wanaita Force Bendera. Imejengwa kwenye mto wanaoita Kimbi. Mto huo unagawa tarafa la Fizi na Kalemi. Lakini kitu kinachoshangaza ni kwamba tangu baraje hiyo hiwe mpaka leo watoto wa tarafa la Fizi hawanufaike na baraje ambayo inajengewa. Tulitamani kuuliza mheshimiwa, kitu gani ambacho kinazuia Fizi isibenefisie nayo na umeme ambayo inapatikana kwa mto? Na acha niseme mto huo uko katika tarafa la Fizi. Inashangaza na inaumiza wananchi. Pia wakati gani waziri anawaza kurekebisha mambo kama na hayo? Na tulipojana naye Mheshimiwa Msenyibo Apele Janvier amesema ni mambo ya huzuni kuona watu wana kitu ila hawapati faida kupitia kitu hicho. Unajua, kuhusu hiyo swala ya Force Bendera, kweli ni kwamba kuna mambo yanayopitikana katika nchi na inatufanya sisi tusirike na tusikue tunakubali kila kitu ambacho government inaendelea kufanya. Jana tulikuwa na plénière, tulikuita waziri anayehusika na mambo ya umeme. Mimi kama vile mwanabunge wa Fizi nilimhoji kuhusu swala hilo la umeme katika tarafa la Fizi, kwa sababu ni mambo inayoumiza moyoni. Muwe na kitu alafu nyinyi ambao mna kitu kile amunufaike na hata kitu kimoja. Ni kama vile katika nyumba baba ni mfugaji, lakini anapoua kifugo kimoja huwa ni wengine watu ndio wanaonufaika na nyama ya kifugo kile. Sisi watoto hatupati kitu. Ni vitu ambavyo sisi vinatuuma kama vile raia wa Fizi, kwa kuona kwamba katika tarafa letu kuna mtu ambao unaitwa Kimbi, katika Kibembe wanaita Embe, kumejengwa barrage Force Bendera, lakini sisi watoto wa Fizi hatunufaike hata kidogo na barrage ile ambayo imejengwa pale. Hiyo ni mambo ambayo inatuhuzi zaidi sana. Niliamua kumwambia kinaga ubaga, hata kumwambia kwamba kuna mambo mengine atupashwi kuwasamea na kukubali, ijapokuwa wanasema nini. Nilimwambia kwamba atuambie kweli, kwa sababu hatuelewi sisi watoto wa Fizi. Kwa sababu gani barrage inajengwa katika tarafa letu, lakini sisi watoto wa Fizi hatunufaike na kitu kimoja? Hatuna kura, alors que tarafa la Fizi ni tarafa ambalo lina madini mengi. Alijieleza jinsi alivyojieleza, lakini alituambia kwamba ili apate majibu sahihi kabisa tumpe muda wa siku 2, mlugha ya Kifaransa wanasema 48 heures, aje kutuambia zaidi sana ni nini kinachotuma mambo kama na hayo yawe. Na nikamwambia ijapokuwa hiyo utakuja kutuambia, lakini utuambie pia kitu gani ambacho munaandaa na mnawaza nyinyi kama vile wa minister pamoja na government ya premier minister, uje kutuambia kwa sababu mnawaza nini juu ya ile barrage, afin que watoto wa tarafa wa Fizi wanufaike na mambo kama na yale. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil.